Kuna kitu kingine ambacho pia Mungu amewahi kunifanyia, yani kuna vile Mungu amefanya vingi, lakini kuna vile vitu ambavyo ni alama kwangu havijafutika. Jambo lingine ilikuwa ni usiku nafukuzwa na kaanza kunikimbiza. Ilikuwa ni usiku, ilikuwa ni masika. Nikiwa ninakimbia, baba anakimbia, yani narushiwa mawe hivi. Angalau mawe yanipate nakimbia. Nilishangaa nimedumbukia kwenye shimo refu. Nikadumbukia. Nikajikuta niko ndani ya shimo, kuna vyura mle, kuna maji. Nikiwa kule ndani ya shimo naangalia hakuna pa kutokea. Yani sioni. Mungu ni mzuri, huyu mimi ameshanitetea. Nikiwa mule ndani alinitoa mtu, jamani, huyo mtu sijawahi kumjua, sijawahi kumuona mpaka kesho. Alinitoa nje hivi, ameninyenyua kanitoa nje, akaniacha pale, sikumuona tena mpaka hivi ninavyoongea. Ninamshukuru Mungu, amenipa moyo wa kumuelewa Mungu. Yesu alipitia dhiki nyingi. Alionekana ana roho chafu, ana mapepo, lakini kiuhalisia alikuwa mwana wa Mungu. Hakuwa na namna yoyote ya kujitetea mpaka ule wakati ambao kazi zilimtambulisha yeye ni nani. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa wakati ule amenivusha hivyo mpaka hivi. Mtu sasa anaweza akaelewa kumbe Tina yule alikuwa kwenye mchakato, alikuwa anatengenezwa kuwa huyu hapa sasa. Basi mamangu alivyoona ile hali kamsumbua. Mzazi ni mzazi, ule uchungu wa mtoto sasa ukaja kwamba licha ya kwamba anafoka anafanyaje, lakini akaanza kutafakari kwamba sasa huyu mtoto inakuaje. Kwa hiyo nikahesabiwa sasa ni mtu ambaye nimechanganikiwa. Sasa wakachukulia kwamba nimelaaniwa. Aidha bibi yangu kutokana na ile misukosuko ambayo nimekuwa nayo ametamka maneno ya laana yamenipata. Sasa nimekuwa tena, mamangu akananiita Kaini. Anasema wewe ni Kaini. Yani muone anavyotembea kama Kaini hivyo. Jamani, dunia ina mambo. Basi sasa kule kuchanganikiwa wakaamua sasa kutoa taarifa kijijini kwetu. Sasa huko ndo sasa kikatengenezwa kikao cha ukoo, mwaliko wa kikao kwamba kutoka kwenye ulokole amefikia kuwa kichaa. Na watu wengi wanaamini walokole wamechanganikiwa, lakini mimi nataka kusema walokole hawajachanganikiwa. Wanaye Mungu ambaye ni halisi, ambaye watu wengine hawajamjua. Sasa kwa sababu Mungu ni halisi, vitu vya kimungu ni vya pekee, ni vya tofauti. Yani ni vitu ambavyo akili ya mwanadamu haiwezi kuelewa. Kwa hiyo vinakuwa vinaleta tafsiri tofauti kwa watu. Lakini niko hapa kusema Mungu ni halisi. Mungu ni kweli. Yani yupo, anaishi, anamiliki, anatawala. Ni Mungu aliyefanya kila kitu kinachoonekana na kisichoonekana. Kwa hiyo anaweza kufanya jambo lolote bila kuomba ruhusa ya mtu. Akiamua kufanya jambo kwa mazingira yoyote yale, anayafanya. Kwa hiyo ikatumiwa njia ile kwamba sasa ulokole umefika mahali umenidiscourage, nimechanganikiwa, nisaidiwe. Uenda bibi naye aliongeza vya kwake vimeniharibu. Wakatengeneza kikao. Mama akakaa na mimi sasa kwa upendo sasa. Yani shetani jamani, kwamba sasa nione si unaona. Mama yako karudisha moyo hata wale uliowaamini hivyo. Basi mama akaniambia, mwanangu, ni wakati sasa wa nini? Wa kikao. Kubali tukakae kikao, uwe na amani, mambo ya kimila ukayafanye. Akana niandaa sasa kwamba tukifika kule usikatae. Mungu atakusaidia, atakitoa hicho ulichonacho. Hiyo hali ulionacho. Si unaona watu wanakukataa. Si unaona hadi wale wenzio kabisa wanasema ulitoroka. Si unaona hivi na hivi na hivi na hivi. Na mimi sasa wakati huo siwezi kujieleza, nikaambia
wale walinishauri hivi, bado nitakuwa namuaibisha Yesu kwa ajili ya wale. Kwa hiyo nipo tu hapo katikati. Nimekubali kubeba lawama zote kwa ajili ya kulinda pia Kristo Yesu asije akatukanwa kwa kanisa la Bwana. Kwa hiyo nikaitwa kikao cha huko, tukasafiri mpaka kijijini. Nilikuwa sijawahi kwenda huko kijijini kwetu, ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza. Kikao hiki ni cha pili. Kile cha kwanza watu walitoka kijijini wakaja nyumbani kwetu, lakini hiki sasa ni cha watu wote. Pale walikuja watu wachache kwa ajili ya kuangalia nini kinaendelea na nini. Sasa hiki nikaitwa cha watu wote kwa sababu hawawezi kutoka watu wote kijijini wakaja kwetu. Kwa hiyo nikaenda. Tulipofika pale tukakuta, kwa sababu nilikuwa pia kijijini, mimi sijakulia kule, nimekulia Sumbawanga mjini. Kwa hiyo nikakuta wameweka vitu, wamenunua vitenge vipya, wameweka maji, wameweka madawa, wameweka shanga. Wakasema ni kimila. Nadhani watu wenye mambo ya mila wanaweza kuelewa hiki ninachokisema. Kwa hiyo wakasema kama itatokea bibi alinilaani, kwa hiyo zile dawa zitatumiwa kuniogesha na vile vitu vingine ambavyo vitafanyika, na kile kitenge babangu alinunua kwamba kitatumiwa labda bibi yangu kusamehe, ni kama kinafuta yale makosa. Na vitu vingine walikuwa wameviweka pale, wameandaa chakula, wamechinja mbuzi hivyo. Yaani kwa ajili ya kamtu tu, yani kamimi hapa. Kwa hiyo walivyoanza kukaa kile, wakaanza kuongea sasa. Wakaeleza ile kutafuta moyo wa bibi yangu sasa. Walivyomaliza kueleza, bibi yuko hai. Alifariki bahati mbaya. Baada ya hicho, kwenye hicho kikao bibi hakuwepo. Yupo. Wanatafuta rehema zake hapo. Wakaeleza. Baba anaomba msamaha pale. Bibi yangu akasema, jamani, kusema ule ukweli, huyu mtoto sijawahi kumfanyia kitu chochote, ila hii hali ya kuwa tofauti na sisi wote ameipata baada ya kuingia ile dini ya walokole. Kwa hiyo mimi sina tatizo. Tatizo lipo kwa nani? Kwa walokole. Yani tafsiri nyingine kwamba tatizo sio sisi, tatizo ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo majibu ya huyu mtoto, usalama wa huyu mtoto upo kwa nani? Kwa hao walokole hao. Wale ndo wanajua wamemfanyia nini amefika kwenye hali hii. Nikijiona mimi niko nomo, sijachanganikiwa, yani nashangaa kwamba yani wananishangaa na mimi nawashangaa. Kwa hiyo tuko hapo tunashangaana kwamba hivi mimi nina kitu gani? Na kwa kweli ilikuwa ni ajabu kwamba mimi nimekuwa tishio kiasi gani? Mimi ni nani? Kwa nini? Yani mbona watu kwani nimebeba nini? Lakini kumbe ajenda ilikuwa mimi nije kuwa mganga wa kienyeji. Makolokolo yote hayo, mahangaiko ya vita, labda huyu mtu aje awe mganga wa kienyeji. Kwa hiyo baada ya kile kikao, bibi akagoma, akasema hii kesi sio ya kwangu, na ninamshukuru Mungu pia kwa ajili yake. Maana kesi ya Mungu angeing'ang'ania, angeondoka kabla ya wakati. Kwa hiyo akasema hii kesi mimi sio ya kwangu. Hii kesi inahusiana na kile alichokipokea kile. Tena anasema vile alivyokuwa anaongea vitu havieleweki. Kile ndo kilishamharibu. Vile ndo kimemharibu. Sasa tunamfanyaje? Maana kama kipigo kapigwa. Tumefukuza miaka yote hii mingapi? Vikao tumeita, tunamfanyaje? Bibi akasema aongee mwenyewe kama ataamua kuacha, maana sasa hata hizi dawa hataki kuoga. Wakasema basi waniogeshe, labda mizimu, si unajua ukoo wa kichifu, labda kuna kitu hakiko sawa, tujaribu labda kuogeshwa, tutaletewa majibu, afanyiwe nini. Lakini sasa mimi nilikuwa nishaogeshwa na Roho Mtakatifu.
Kwa hiyo kwa kweli licha ya mapito ilikuwa haiwezekani chochote kupita kwenye mwili wangu. Ilikuwa haiwezekani. Yaani iwe kwa Mungu kuniambia mimi usifanye au kwa kuwazuia wao. Yaani watatamani nifanye ila wanaogopa. Nani ananianza? Kama yule mganga ambaye alikukimbia. Hivyo hivyo na wao hivyo nani anaanza? Mtu mwenyewe huyu nani anaanza? Kwa mambo ya Mungu hayachunguziki. Akili ya Mungu huwezi kuichunguza. Watatafuta watakuja tu kugota ni pale pale. Wanajikuta kwamba ile nguvu aliyoipokea hakuna mtu anaweza akashindana na ile nguvu. Kwa hiyo wakasema, hata tukisema, bibi yangu akasema, hata tukisema avae shanga hataki, hata tukisema aoge hataki. Kwa hiyo hata namna ya kumsaidia sisi hatuna. Wakaniuliza, leo tumekaa wote hapa, wananibembeleza sasa, sema sisi tunakupenda. Ona umetuacha kundi hili lote la watu. Umeenda huko dini haieleweki, hiyo dini haipo kwenu. Nani amekufanya hivi? Sisi tuko tayari kuwa pamoja na wewe. Angalia wenzio hivi na vile na vile, haya tuambie sasa. Babako yuko tayari kuyasamea makosa yote. Nasikia uliandika hadi barua. Babako alishaona sio wewe, amekusamee. Nikasema jamani, mimi siko tayari kumkana Yesu. Alishaniambia nikimkana mbele za watu na yeye atanikataa mbele ya babangu. Wakakaa kimya. Yaani kimya kikatawala, yaani yale maneno yakawa kama wanyima sasa wanaongea nini? Wakanyamaza kimya. Baadaye bibi akasema, kwa sababu ni mtoto wenu, nendeni naye tu. Kwa watu wakajilia nyama zao, wakasherekea. Wenye walikuwa wajala nyama siku nyingi wafanyaje? Wakajilia pale, basi tukarudi. Kuna kitu kingine ambacho pia Mungu amewahi kunifanyia. Yani kuna vile Mungu amefanya vingi, lakini kuna vile vitu ambavyo ni alama kwangu havijafutika. Jambo lingine, ilikuwa ni usiku, nafukuzwa, nakimbizwa kwa ajili ya kupigwa hiyo. Leo umekimbia kanisani, leo umeamua kwenda nyumbani, njaa inauma, unabidi ukatafute rehema nyumbani kidogo. Baba akigundua ulifika pale, ile anaingia na wewe unakimbia, akaanza kunikimbiza. Ilikuwa ni usiku, ilikuwa ni masika. Nikiwa ninakimbia, baba anakimbia, yani narushiwa mawe hivi. Angalau mawe yanipate, nakimbia. Nilishangaa nimedumbukia kwenye shimo refu. Nikadumbukia. Nikajikuta niko ndani ya shimo, kuna vyura mle, kuna maji. Wale vyura wananirukia hivyo wadudu. Babangu akapita pale pale, kakimbia mbio nyingi. Niko mle ndani ya hilo shimo, ni refu, lina maji, lina wadudu, ni usiku. Hakuna, yani ukiwa ndani ya shimo, wanaochimba visima watanielewa. Yani ni kama dunia nyingine. Yani ni kitu kingine kabisa. Kwa hiyo kule nikaa na feel tu maji, vyura. Huo muda ambao nimekaa pale kama nusu saa hivi, lisaa. Nikiwa kule ndani ya shimo, naangalia hakuna pa kutokea. Yani sioni. Naweza maana lilikuwa ni shimo ambalo bado hata halija sakafiwa, kwa linatereza ule udongo na mvua inanyesha. Na maji yapo yanaingia na mengine yapo. Nipo mle ndani. Mungu ni mzuri huyu, mimi ameshanitetea. Yani kuna wakati nilikuwa nikiwa mazingira hayo sioni kama ni hatari. Ninachokumbuka tu nimeponywa na kile kipigo cha baba. Nikiwa mule ndani alinitoa mtu, jamani, huyo mtu sijawahi kumjua, sijawahi kumuona mpaka kesho. Alinitoa nje hivi, ameninyenyua kanitoa nje, akaniacha pale, sikumuona tena mpaka hivi ninavyoongea. Ngoja kwanza, huyo mtu alitokea kwenye shimo huku au alikuwa nje ya shimo? Hakuwa nje ya shimo, yani mimi nilishangaa yuko ndani na mimi mule ananitoa. Aliingiaje sijui, ila ninachojua nilitoka. Mungu ni halisi, watu waelewe hii kitu ninayosema. Mungu ni halisi. Yani
kama kuna mtu alinitia moyo wa kusonga mbele niliposikia shuhuda za Katekela. Nikasema kumbe vile vitu nilivyokuwa nakutana navyo ni hiki na hiki. Kwa hiyo nilitiwa nguvu. Mungu ambariki sana Katekela, nampenda sana. Experience natamani. Yani wakati mtu anakubeba hakukuwa na mazungumzo, yani hakukuwa na chochote ambacho labda jamani huyu nani, yani ilikuwaje? Yani ni ile mimi niko mle ndani na hao vyura wananirukia na wadudu wengine na ile baridi, yale maji ni ya baridi. Nikashangaa tu nikiwa naangalia natokaje. Yani niko kutafakari sasa. Hapa nitatokaje? Maana haya ni maji na mengine yanaingia. Nikashangaa mtu huyu hapa, nakumbuka tu ule mtu alikuwa ni wa kiume, ni mbaba. Hakunisemesha chochote. Alininyanyua, yani alininyanyua, so maana hata pa kukanyaga ningekanyaga wapi. Kwa hiyo alinitoa kwenye maji mule. Ninachokumbuka vile anavonitua pale nje, sasa nje ya kisima. Ananitua pale, akawa anatoweka. Anatoweka kwa maana anapotea au unaona yule? Sikumuona. Mimi nataka tusiende haraka. Wewe una mambo mengi mazuri. Hapo tumetoka kwenye ushuhuda, umebebwa kutoka kwenye shimo refu. Kingine ka ushuhuda, hebu tuongezee hapo ambako Mungu halisi alifanya kwenye maisha yako. Ushuhuda mwingine, siku moja baba alikuwa ananichapa. Ananichapa, anatumia nguvu nyingi. Alikuja mtu tena pale, akanitoa mimi pale, akaniweka pembeni. Baba anachapa kitu kingine, yani mimi najiona niko malaizi. Ila mimi nimesimama hapa, baba anamchapa mtu hapa. Baba anatumia nguvu mpaka namuona anaumia. Namuona baba anaumia, namuonea huruma. Nimesimama hapa nalia, nasema jamani, baba ajue kama anichapi mimi. Mbona anatumia nguvu nyingi? Alafu anavochapa yeye anasema, ushakuwa sugu wewe. Hata upigwe ulii. Umeharibika wewe. Lakini Mungu amenitoa pale. Yani Mungu ni halisi. Nimemshuhudia kabisa. Baba alichokuwa anakipiga, wewe ulikuwa unaona anapiga nini? Mimi nilikuwa naona anampiga mtu, ni mimi mwingine tu hapo nimesimama, ila mimi najiona niko hapa sisikii chochote. Yani sifeel chochote, yani hata hivi kuguswa sifeel, lakini naona baba ananitandika, mimi niko pale. Anachapata stikisiki, ndo namsikia anasema, "Cheki, hata hali. Yani mtoto kawa sugu, nitakuua wewe." Mimi niko hapa. Mwisho hicho kipigo nini kilitokea? Mimi ndo nikamwambia baba, unipigi mimi. Kwa nataka kusema mimi napiga nini hapa? Huyu mtoto kaniacha. Na kwa kweli ile siku na ile ananichapa, baba alikuwa ananichapa na anza katumia waya. Kama ni fimbo anatumia ile fimbo nzuri ambayo inakuachia alama. Yani alikuwa wakati mwingine anaweza kaniambia lala hivi. Nikilala yani anakutandika ile fimbo inayozunguka. Kwa hiyo nilikuwa na alama. Ile siku hata alama moja sikuipata. Yani hata ile si ananipigaga anaona alikuwa na mimi nilikuwa napigwa. Yani unapigwa unavimba hapo hapo. Yani kama ni makofi zile ngumi za baba zile, yale mateke yale. Yani nilimwambia Mungu asija kanipa mume wa kunipiga. Maana vile vipigo sitaki kabisa. Nashukuru Mungu mume wangu hajawahi kunipiga hata mara moja. Na hisi ningekimbia, sitaki kabisa zile kaeka. Kwa hiyo nilikuwa napigwa unajiona kabisa unavimba. Kwa ile siku nilikaa pembeni na yule mtu alikuja kunitoa pale. Kama ananisaidia, alafu kama alibaki yeye pale, lakini mimi nikaa najiona ni mimi, lakini ninajua Yesu ndo alisimama pale badala yangu. Kwa hiyo kwa kupigwa kwa Yesu mimi nikawa niko salama. Kwa hiyo hivyo Mungu amenifanyia matukio halisi kabisa ambayo ni mimi huyu niko hapa. Tukio lingine kubwa sana ambalo pia liliwahi tokea, Mungu akaniokoa nalo. Baada ya vita kuwa kali, kuna wakati kama mwanadamu unachoka. Nikaamua nikasema mimi, kule kwetu kuna mto mkubwa unaitwa Ruiche.
Nikasema mimi nataka nikajiue kule, nikajitupie kwenye maji nife, nimechoka. Mama yangu akasema, kufa, wanakufa wangapi? Utazikwa kama wengine walivyowahi kuzikwa. Kwanza siku ukifa taweka na sherehe hapa nyumbani kwangu. Yale maneno yakaniumiza zaidi. Nikaanza kuondoka, ni mbali kidogo. Basi wakawa wananisindikiza ili nikafe vizuri. Wakawambia watu, akiwepo na mdogo wangu anayenifuata wa kiume. Nikaa nakimbia. Mungu ndiye wa pekee. Nikiwa nimekaribia kabisa mto huu hapa, sasa mimi huyu hapa ndo nataka nijirushe. Sikujua nini kiliendelea. Nilikuja kukuta kuna baba mmoja amenikumbatia, analia, ananiombea. Nashtuka hivi, amenishika, akaniuliza, kwa nini unataka kujiua? Alafu akananiambia, wewe ni mtumishi wa Mungu, kuna kitu kikubwa sana Mungu ameweka ndani yako, usijiue. Nikanamwangalia tu, ni nani? Simjui. Yule baba baadaye akaja akaniambia, alikuwa analima kule, si ni mtoni, alikuwa bustanini. Akiwa analima, anasema alisikia sauti inamwambia, weka jembe chini, kimbia, kuna mwanangu anataka kujitupia kwenye maji, nenda kamtoe haraka asije kadumbukia kwenye maji. Yule baba akaweka lile jembe, ni kukimbia. Hata haelewi anaenda wapi, anaongozwa tu, ameambiwa kimbia na yeye anakimbia. Atukuzwe Bwana. Ule mto ulikuwa ni mkubwa tu. Kwa hiyo hata sijui sasa alielekezanaje na Mungu mpaka kujua eneo lile ndo upande ule mimi nipo. Kwa hiyo yule baba akaja akanitoa. Ile siku ningekufa pia, sababu ni mtu ambao ukidumbukia huwezi kupona, watu wanakufa. Ni eneo ambalo lilikuwa na kina kirefu. Kwa hiyo Mungu akatuma mtu sasa. Kwa hiyo nimemsikia Mungu wa sauti, nimemuona Mungu akituma watu, nimemuona Mungu akiinua watu wa kunisaidia kuvuka mahali. Asante sana Christina. Mtazamaji anaendelea kutufuatilia, jamani, tuko na dada Christina. Naamini unajengeka sana. Mimi mwenyewe nimejengeka na vingi. Wewe ambaye umekata tamaa, umekataliwa, unasema tu nimekataliwa. Umekataliwa kama Christina wewe. Mtazamaji wa NY TV, pamoja na kwamba tumefika mwisho, lakini tunataka tumpigie mamake na Christina tuweze kuongea naye mawili matatu, atuambie. Christina ametuambia mambo mengi wakati akiwa mtoto na vile alivyokuwa, lakini kwa sababu mama yuko hai na ni mzima na anaweza kuongea na kuthibitisha hayo yote. Kaa tayari, tunaenda kumpigia mamake Christina tuweze kumsikia. Bwana asifiwe mama. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina mama, za uzima? Habari za huko? Nzuri kabisa. Za Sumbawanga? Safi, mnaendeleaje? Hatujambo. Sasa mama, Mungu akubariki sana kwanza. Amina. Hongera sana kwa mtoto mzuri ambaye ni mtumishi mkubwa wa Mungu. Amina. Tumesikia mambo mengi sana hapa, mtumishi wa Mungu Christina ametushirikisha kama NY TV, lakini pia watu wengi duniani kote watasikia ushuhuda ambao yeye ameutoa hapa kupitia NY TV. Mambo mengi ameongea, kuanzia utoto wake, familia, mambo magumu ambayo amekutana nayo, lakini hatimaye anamshukuru Mungu kwa ajili yenu pia nyinyi kama familia na kama wazazi wake. Sasa mama, kwanza kabla sijauliza maswali mengine, mimi natamani tu kufahamu Christina, wakati labda ndo umemzaa, ameanza kujitambua, ni vitu gani ambavyo ulikuwa ukiviona unasema huu ni mtoto wa tofauti? Wakati umeshampata Christina, kwa maana umejifungua, ameshaanza kujitambua, ameanza kuwa mkubwa mdada, vitu gani ambavyo ulikuwa ukivisikia, ukiviona kwake, unaona kama huyu ni mtoto wa tofauti kati ya watoto wangu? Huyo mtoto niliona wa tofauti sana kwa sababu toka sikosei yuko darasa la 2 au la 3 alianza kuokoka. Mtoto aliokoka akiwa mdogo sana. Kwanza ilifika mahala tukamwona huyo mtoto, kwanza tukaanza kumchapa vile. Kwa nini ulikuwa mnamchapa?
tulikuwa hatuelewi kinachoendelea. Huyo mtoto alipo hapo, mimi nilimuomba msamaha, nikasema nisamee mwanangu, sikujua. Ukweli mtoto ndani mwangu huyo ni wa tofauti sana, ni mtoto wa pili kuzaa huyo mtoto. Na labda kilichokuwa kinakufanya kabisa mpaka mnaamua kumpiga kama ambavyo ametuambia, kuna kipindi mlimfukuza, sababu hasa ilikuwa ni nini ambacho pengine alikuwa akifanya nyinyi kwenu inakuwa ni kero? Kwa sababu wewe ni Mkristo na yeye alikuwa anapenda kwenda kanisani, na wazazi wengi tunatamani watoto wetu waende kanisani kwa ajili ya kujifunza mambo ya Mungu. Kwa nini Christina alipokuwa akienda na kutamani sana mambo ya Mungu, kwenu ilikuwa inageuka kama mwiba, mnampiga na kumwadhibu? Ni nini ambacho kwenu kilikuwa kibaya? Yaani ngoja niseme kwanza mimi. Tuseme na ile zamani ile, mimi ni kama nilikuwa nasumbuliwa, ni kama na ndoa yangu vile. Unaona? Mimi mwenyewe kipindi kile nilikuwa yani hata nikienda kanisani, kwa kweli nilikuwa hata simsikilizi Mungu, wao wanaongea nini, hata kama wanahubiri pale sisikia, anaingia anatoka. Unaona? Lakini ilipofika mahala naendelea kwanza kumuomba Mungu. Kwanza tu alivyo huko nilimkabidhi mkononi mwa Mungu, nikasema Mungu, naomba unipakatie huyu mtoto. Naomba umlinde. Kwa hiyo mlikuwa mnampiga na kumkataza kwenda kanisani. Kwa nini? Yaani natamani kujua nyinyi kama wazazi. Atumkatazi, tulikuwa hataki, yani aliposema mimi naokoka na ama kwenye dini yetu. Sio kwamba tulikuwa tunamkataza kwenda kanisani, hapana. Mlikuwa tu hamtaki aende kwenye hiyo dini nyingine. Na labda sababu ilikuwa ni nini? Kwa sababu walokole ni watu wazuri tu. Yaani kipindi kile tulikuwa tutambui. Ni kitu gani ambacho wewe kama mzazi pengine uliwahi kukifanya kwa Christina, ukikikumbuka kama mama unajisikia vibaya? Yaani kwa mfano, nakumbuka kuna kipindi fulani walokole hao wa kanisani walikuja nyumbani. Walikuwa ni wengi sana, si wanaweza kazidi na watu 30 kama hivi. Maneno waliokuja wakanitolea nyumbani kwa kweli yalikuwa sio mazuri. Wengine kama walinikashifu na kunitukana kabisa, ni kama sijazaa huyo mtoto. Kwa ilifikaga mahala alikuwa kanisani. Mimi nienda kanisani pale, nikamtoa kanisani mtoto. Nilikosea sana pale. Lakini mtoto hakukata tamaa mpaka hivi leo. Namshukuru Mungu sana. Sasa hivi unajisikiaje? Christina ndo mtumishi mkubwa wa Mungu. Yaani nzuri sana. Yaani nasema Mungu ambariki sana mtoto wetu, atatuokoa na sisi. Amina. Sasa nina swali lingine. Kuna siku Christina ametuambia akiwa bado mdogo hapo kanisani. Sasa sijui na wewe ulikuwepo wakati mmeenda kama familia, yani baba amekasirika, ameshika panga, anasema yani huyu mtoto kwa sababu hataki kuniheshimu, leo ama zake ama zangu. Sasa pale kanisani Christina anatuambia yeye alipiga magoti mahali na nyinyi hamkumuona, na Christina alikuwepo pale. Ile tukio unalikumbuka mama? Yaani huyu ukweli anachoongea ni kweli. Na kuna siku hiyo kuna mama fulani alimbebaga kampeleka Bangwe huko. Nilitafuta wanamgambo kweli. Nikasema twende nikamtafute mwanangu. Tukaenda huko Bangwe. Yaani yote hayo naomba Mungu anisamee. Mungu ameshakusamee mama. Na Christina moyo wake ni mweupe, hapa tumemuuliza, amesema mimi nawapenda sana wazazi wangu na wafurahia. Na huyo ndio msaidizi wetu, mwokozi wetu huyo kabisa ukweli. Hapa nilipo na muuguza baba yake alisha paralyze. Huyo ndio naye tusaidia. Una neno gani kwa wazazi wenzio sasa ambao pengine wana watoto na watoto wanataka kumtumikia Mungu, lakini wazazi wanaona kama watoto wanakosea kwenda hasa kwenye mambo ya kiimani, hasa walokole? Wewe kama mzazi ambaye umeona mtoto wako alipotoka na mpaka sasa hivi na anafanyika kuwa baraka, neno moja kwa wazazi wenzio wote ambao wanakusikia. Yaani waache kabisa kuwakataza watoto wasiokoke. Watoto waendelee kuokoka, watoto waendelee kwenda kanisani wamtumikie Mungu. Hasa waokoke. Asante sana mama. Christina anakusikia hapa. Pengine una neno gani zuri ambalo unataka kumtakia baraka mtoto wako? Anasiye nilie tu. Usilie mama, sema anakusikia.
Nazidi kumwombea tu mwanangu. Mungu amtie nguvu. Mwetaanza kulia, naombeni mnisamehe. Mama, Mungu akubariki. Asante sana kwa ushirikiano wako. Sisi tunakutakia mema yote na baraka za Mungu ziwe juu yako wewe na familia, lakini pia baba aweze kupona katika jina la Yesu. Amina, nashukuru. Amina sana. Asante mama, uwe na wakati mwema. Amina, mbarikiwe sana jamani. Amina. Mtazamaji wa NYTV, tumefika wakati mzuri, tuko mwishoni, lakini tumepata nafasi ya kuongea na mama yake na Christina. Umemsikia mama, lakini umesikia wito wake kwa wazazi wengine wote ambao mnatazama NYTV. Mama anasema muache watoto waokoke. Anajivunia Christina sasa hivi ndio mtumishi wa Mungu mkubwa, lakini pia ndio msaidizi wa familia. Anasema hata sasa hivi mume wake anaumwa, lakini Christina anafanyika msaada sana. Asante, mpaka wakati mwingine.